Mchezaji wa zamani wa klabu ya Young Africans Ali Mayai Tembele ametangaza kugombea nafasi ya urais wa shirikisho la soka Tanzania Bara TFF baada ya muhula wa mwisho wa Wallace Karia kumalizika. Mkutano mkuu wa TFF utafanyika Tanga mwezi wa 8 na ajenda kuu ni uchaguzi. Na watachaguliwa viongozi mbalimbali watakaoongoza shirikisho la soka Tanzania Bara, na miongoni mwa nafasi ambazo zinaenda kupata viongozi wapya ni pamoja na rais wa shirikisho hilo ambaye kwa sasa ni Wallace Karia ambaye muda wake unaelekea mwishoni, ingawa bado hatujajua kama Wallace Karia atagombea ama atatupa taulo, kwa sababu mpaka sasa hivi bado tunachukua fomu, lakini hatujapata taarifa ya yeye kuendelea kugombea tena ama ataacha wagombea watu wengine. Wallace Karia ni miongoni mwa watu ambao wamepata mafanikio makubwa sana kwenye mpira wa Tanzania, lakini awamu hii atakutana na upinzani mzito, kwa sababu Ali Mayai Tembele ni moja ya wachezaji wa zamani ambao wana ushawishi mkubwa sana kwenye vyama vya mikoa, lakini pia ana ushawishi mkubwa sana kwenye mpira wa nchi hii. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa pia yeye akaenda kuibuka kidedea kama rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF, kama atakuwa amekizi sifa na vigezo ambavyo vinatakiwa kuwa rais wa shirikisho. Unajua, mara zote kwenye uchaguzi wa TFF, kwa wale ambao walikuwa hawajui, nataka niwaambie kitu kimoja, namna ambavyo kwanza uchaguzi unafanyika, lakini namna ambavyo kanuni pia huwa mara nyingi zimekuwa zikitumika. Kwenye uchaguzi mkuu wa TFF kuna sheria ambazo zimewekwa, ambao unatakiwa uwe na shahada walau moja, lakini pia umewahi kuhudumu kuwa sehemu ya viongozi mbalimbali kwenye nyanja mbalimbali za kimpira. Na Ali Mayai Tembele amewahi kuhudumu pia pale BMT. Kwa hiyo ni mtu ambaye kidogo ana sifa ambazo zinakamilika, lakini sometimes unaweza ukawa na sifa lakini watu wakakuengua. Na kama unakumbuka, Ali Mayai aliwahi kugombea kwenye uchaguzi uliopita na akaambiwa hana sifa za kugombea kuwa rais wa shirikisho. Kwa hiyo pia inaweza pia kumkuta pia kwa awamu hii, kwa maana ya kwamba akagombea vizuri lakini akaambiwa hana sifa. Lakini ukitazama sasa hivi Ali Mayai ana sifa zote, ingawa sometimes kwenye mpira yani ujanja upo kwamba unaweza ukawa una sifa lakini watu wakakuengua kwa sababu hawataki uwe sehemu ya wale ambao wanagombea, kwa sababu wanajua utaenda kuminya interest zao. Kwa hiyo Ali Mayai ni moja ya watu ambao wana sifa zinazotakiwa, lakini anaweza kukosa hiyo nafasi kwa sababu ya watu kutaka zaidi kuingia kwenye hizo nyadhifa, au watu kusimamia za kuwa wao ndio mstari wa mbele kwenye hizo nyadhifa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina uwezo wa kwenda kutokea, lakini ukitazama kwa namna ambavyo mchakato ulivyo, Ali Mayai ana nafasi kubwa ya kwenda kugombea na ya kupata nafasi ya kuwa rais wa shirikisho pamoja na Wallace Karia, ingawa hatujui kwamba atagombea ama la. Lakini hata kama Wallace Karia atagombea, bado naamini kwamba upinzani utakuwa ni mkubwa, kwa sababu Wallace Karia of course amefanya mambo mengi kwenye mpira wa nchi hii, ametengeneza mazingira mazuri ya mpira wetu umekuwa sana, lakini kuna namna pia uongozi wake umekuwa na dosari. Kwa mfano kwenye swala la usimamizi wa masuala mbalimbali ya kuendesha soka, kama hivyo viongozi wa bodi ya ligi wameshindwa kuwa na ueledi wa kutosha, ni miongoni mwa changamoto ambazo zipo. Sasa rais wa TFF anachaguliwa na wanachama wa TFF ambao hawa sio vilabu. Ili uwe rais wa TFF lazima upate kura nyingi kutoka kwenye vyama vya mikoa, kwa maana chama ya vile vyama vya mikoa vile ndivyo ambavyo vinamchagua rais wa TFF, na yule ambaye atapata kura nyingi zaidi ndiye ambaye ataweza kuiongoza shirikisho la soka Tanzania Bara TFF kwa muda wa miaka 4. Sasa changamoto ni kwamba viongozi wengi wa mikoa ambao wanaongoza vyama vya soka vya mikoa kwa sasa wamepita madarakani, wameingia madarakani chini ya uongozi wa Wallace Karia. Maana yake kuna uwezekano hawa wote wakaenda kumsupport Wallace Karia, wakaenda kumpigia kura Wallace Karia kuendelea kuwa rais wa shirikisho kama ataendelea kugombea tena, kwa sababu mpaka sasa hivi hatujajua kwamba atachukua fomu ama hatachukua fomu. Lakini kama atachukua fomu, maana yake wale watu ambao amewapa nafasi amewasaidia kwenye chaguzi mbalimbali za serikali za mikoa mpaka kwenda kuwa viongozi wa shirikisho wa vyama vya mikoa vile, nao pia wanaweza pia kusaidia kwa kwamba Wallace Karia anaenda kuingia kule TFF kwa mara nyingine. Lakini pia of course watu wa mikoa, kwa maana wenye vitu wa vyama vya mikoa, nao pia huwa mara nyingi wanasikiliza maono ya yule mtu ambaye anagombea. Of course wengi wameingia madarakani Wallace Karia akiwa ndo rais wa TFF, lakini haimaanishi kwamba wote basi wanaweza kumsupport yeye moja kwa moja. Wapo ambao wanaweza kumsupport na wapo wengine ambao wanaweza wasimsupport pia vile vile. Kwa hiyo tunasubiri kuona, lakini Ali Mayai Tembele kesho fomu yake itaenda kuchukuliwa siku yote kuanzia leo na wawakilishi wake, kwa sababu huyu pia ana msiba wa baba yake mzazi. Kwa hiyo atatuma mwakilishi ambaye ataenda kumchukulia barua na itajazwa na mwisho siku itarejeshwa by the way. Kwa hiyo
Kwa wale wanasoka wanatamani kuona pia mpira unabadilika, unaongozwa na watu wenye mpira, na Ali Mayai Tembele ni mmoja ya watu ambao wanataka kwenda kuliongoza shirikisho la soka Tanzania bara, na hii sio mara ya kwanza. Amekuomba mara ya kwanza, mara ya pili, na hii ni mara ya tatu ameenda kuomba tena kuwa rais wa shirikisho la soka Tanzania bara. Na awamu iliyopita unakumbuka Wallace Karia alipita bila kupingwa na alipita bila kupingwa kwa sababu watu wengi ambao waliomba walikosa sifa, akiwemo Ali Mayai. Lakini mara hii mpaka anakuja kuomba tena, maana yake ameona kwamba ana sifa ambazo zinatakiwa, na ndio maana ameomba. Tusubiri tuone uchaguzi utakuwaje. Uchaguzi utafanyika mwezi wa 8 hapo tarehe 16, lakini Ali Mayai Tembele tayari amechukua fomu ya kugombea nafasi ya urais wa TFF. Maana yake anachokifanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba anawashawishi wenye viti wa vyama vya mikoa ili waweze kumchagua, kwa sababu vilabu havipigi kura, lakini wanaopiga kura ni wenye viti wa vyama vya mikoa, ndio ambao wanapiga kura za kumchagua rais wa TFF. Kwa hiyo kama wale wenye viti wa vyama vya mikoa watampigia kura Ali Mayai, kama atapitishwa na kamati ya uchaguzi, maana yake kuna uwezekano mkubwa yeye kwenda kuwa rais wa TFF, kwa sababu kuchukua fomu ni jambo la kwanza, lakini kupitishwa ni jambo lingine. Kwamba sometimes unaweza kuchukua fomu lakini ukawa hujapitishwa kwa sababu ya namna ambavyo kanuni zinafuatwa. Unaweza ukawa umechukua fomu ndio, lakini ukakosa sifa za kwenda kugombea. Kwa hiyo mpaka pia ili uende mpaka kwenye mchakato wa kura lazima upitishwe na kamati ya uchaguzi. Sasa kamati ya uchaguzi isipokupitisha, maana yake huwezi kwenda kupitishwa kwenda kugombea sasa kwa kura hizo. Kwa hiyo tusubiri tuone kwamba Ali Mayai atapitishwa na kamati ya uchaguzi ama itakuwaje, lakini ni miongoni mwa wale ambao wametia nia ya kwenda kuliongoza shirikisho la soka Tanzania bara TFF.